Mimi nafikiri itakwenda kuwa mechi ngumu, na itakwenda kuwa mechi ngumu kwa sababu nyingi. Kwanza ni kwa sababu ya ubora wa Young Africans walionao kwa sasa, namna ambavyo timu yao imekaa pamoja muda mrefu, lakini pia namna ambavyo mwalimu ameanza kuipata rhythm ya timu yake, lakini pia itakuwa bora kwa sababu ya confidence ambayo wanayo baada ya kuwa wameshinda zaidi ya mara 5, nadhani itakuwa ni mara 6 na anakwenda kutafuta ushindi wa mara ya 7. Lakini pia itakuwa bora kwa upande wa Msimbazi kwa sababu wanaingia kama timu ambayo itakuwa kama second team, timu ya pili, kwa sababu hawana matokeo kwa kipindi kirefu. Lakini pia kwa sasa kuna namna ameweza kutengeneza, angalau standard imeweza kupanda kutoka vile walivyokuwa awali na mpaka sasa, kwa namna ambavyo wameendelea kuwa na performance nzuri kutokana na maingizo mapya ya wachezaji ambao wameanza kuingia. Tunamzungumzia Oura Gwe, tunazungumzia Roemba ambaye kwa kiasi fulani amekuja kudhibitisha ubora wake, na kuna uwezekano kati ya Nabi Kamara na Yusuf Kagoma mmoja akampisha kutokana na namna ambavyo anakuofa vitu vingi. Timu inapokuwa haina mpira kwenye kukaba, anakuofa kitu kizuri cha kuweza kurudi kwenye mfumo au kwenye staili ya ukabaji. Lakini pia timu inapokuwa inashambulia, anakuofa idadi ya namba kwenye eneo la juu wakati wa kushambulia, kitu ambacho ni faida kwa Simba kwa sasa na hata katika mchezo ambao unakuja huu wa dabi. Lakini pia nafikiri ile pressure, Yanga wakiwa na confidence ya kushinda mara nyingi, wao wana pressure pia ya kutaka kushinda pia angalau kuziba ile gap la uteja, kwa sababu ili dabi ionekane dabi, basi anatakiwa mtu walau apoteze mara 2, basi kienda sana labda mara 3, lakini kisha zidi hapo, basi mashabiki tutaanza kujiuliza kwa nini dabi gani hii, kwa nini na kuwa hivi. Kwa mfano mdogo, hata pale England umeona baada ya miaka mingi Manchester City alikuwa hajapata matokeo, Manchester United alikuwa na zaidi ya miaka 5 hajapata matokeo pale, lakini baada ya kuwa makao amepata matokeo, mechi inayofuata nadhani umeona namna ambavyo watu wanaizungumzia dabi ya England, lakini pia hata namna ambavyo dabi ya London imekuwa ikizungumzwa mara kwa mara, hasa pindi zinapokutana timu za London zenyewe. Sasa hapo naizungumzia Chelsea, nazungumzia labda na timu zingine zikiwemo kama Arsenal. Lakini pia kwa mazingira hayo, hata hii dabi yetu hii, nadhani Simba wana kitu cha kujiuliza zaidi ya yote. Ukizungumza na watu wa ndani ya Simba wanakuambia saizi kuna umoja, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo wamepoteza hizi mechi. Nafikiri kinachotakiwa cha kwanza kikubwa kabisa ni utulivu, kuwa na utulivu mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kila nafasi wanaoipata wanaitumia. Na unajua, kwa kawaida mshambuliaji au uwezo wa kufunga goli, mtu mwenye uwezo huo anazaliwa, ni ngumu sana kumfundisha. Ni vitu vichache sana ambavyo anatengenezewa, ikiwemo saikolojia. Kwa hiyo nadhani Steve Barker, moja ya kazi alizonazo kubwa ni pamoja na hiyo ya kuwafanya wachezaji hasa wa safu ya ushambuliaji wawe na utulivu na waweze kutumia kila nafasi, na kukumbusha Gomez kwa maana ya Suleiman Mwalimu, wakati anatoka Zanzibar akiwa top scorer na kuja pale Fountain Gate, alicheza mechi raundi ya 4 ndio alianza kupata nafasi, lakini mpaka anaondoka kwenda Wydad alikuwa miongoni mwa wachezaji wenye magoli mengi, alikuwa na goli 7. Na ukiangalia katika hao magoli 7 alitengenezewa nafasi 12, nafasi 7 alifunga na nafasi 5 hakufunga. Hiyo inakupata taswira kwamba timu aliyokuwepo ambao ni Fountain Gate haikuwa timu kubwa sana. Kwa hiyo hata nafasi alizokuwa anapata hazikuwa zile nafasi clear sana ambazo unaweza kuzitegemea pale Simba naamini atapata nafasi ambazo ni clear sana. Kwa hiyo mwalimu Steve Barker anachotakiwa kukitengeneza kwake ni hali ya kujiamini, na naamini ni miongoni mwa washambuliaji bora ambao wanaweza kufanya kitu kikubwa, kwa sababu kama ameweza kuweka bench Jonathan Soa, manake hata kwenye mechi hizi pia na mwendelezo wake unaweza kuwa mzuri zaidi kama atengeza hali ya kujiamini. Kuna wachezaji wengine ambao wanacheza maeneo ya pembeni ambao nao nafikiri wanahitaji kitu kama hicho, kuweza kuondolewa yale mawazo ya tumepoteza michezo takriban 6, sasa huu mchezo wa 7 inakuwaje? Akifanikiwa kwenye hilo, nina uhakika mechi inakwenda kuwa nzuri na Simba wanaweza wakapata matokeo, kwa sababu